السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باركم شكر الله تبارك وتعالى نكم تكرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nakukaribisha tena ndugu yangu katika darsa nyingine ambayo ni darsa mpya ya kitabu kipya kinachofahamika kwa jina la At-Ta'limi Subyani Tauhidi. At-Ta'limi Subyani Tauhidi ndicho kitabu ambacho tutakuwa tunaanza nacho katika awamu hii. Lakini kabla ya kuendelea, ninakukumbusha ndugu yangu, jambo ambalo nakukumbusha ni kuhusiana na kitabu ambacho tunachokitumia kusoma. Kitabu ambacho tunatumia kusoma kinafahamika kwa jina la Ad-Dalilu Jami'ul Mufid ila Mutuni Aqidat wa Tauhid. Ni kitabu ambacho kimekusanya vitabu 52, kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwa hivyo tunapokuwa tunasoma, na kama unanifuatilia vizuri, basi ni lazima uhakikishe hichi ndio kitabu ambacho tunachokitumia, ili ni toleo la kwanza. Kwa hivyo kama utaenda dukani kununua, basi angalia kitabu ambacho nje au cover yake ya nje iko ya mtindo huu, ili zile dalili ambazo mimi nitakazokuwa nazisomesha ndani ya kitabu hiki, basi na wewe pia uweze kuzipitia hizo, kusiwe na kutofautiana. Kwa maana toleo za vitabu hivi sasa zimeshakuwa nyingi, lakini ni toleo la kwanza. Kwa hivyo utakuwa unatumia kitabu hichi ili tuweze kwenda sambamba katika darasa zetu inshallah. Lakini pia ninakukumbusha, usisahau ndugu yangu, ikiwa kuna faida unazipata katika darasa hizi, kuweza kusubscribe katika channel hii, kuweza kulike video hii, kuweza kushare kwa ndugu wengine, ili nao pia waweze pata faida ambazo wewe pia unazipata katika channel hii. Kwa hivyo inshallah biidhnillah, pasi na kupoteza muda, tuanze kusoma darasa ya leo inshallah. Naam, kwa hivyo kitabu chetu ni Ta'limi Subyani Tauhid. Ta'limi kwa maana ya kuwafundisha, as-subyani watoto wadogo, at-tauhidi tauhid. Ta'limi kuwafundisha, as-subyani watoto wadogo, at-tauhidi tauhid. Kwa maana kitabu chetu kinahusika na Ta'limi Subyani Tauhid, kuwafundisha watoto wadogo tauhidi. Ni kitabu nambari 42. Ta'limi Subyani Tauhid, kuwafundisha watoto wadogo tauhidi. Vile namna ya kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Asema a'udhu billahi, tunajikinga kwa Allah tabaraka wa taala, au najikinga kwa Allah tabaraka wa taala, minash shaitani, kutokana na shaitan, minash shaitan, kutokana na shaitan, ar-rajim, aliyelaaniwa, ar-rajim, aliyelaaniwa. Ndugu yangu, kitabu hiki ni muhimu sana. Kitabu hiki ni muhimu sana kuweza kuwafundisha watoto zetu. Kwa hivyo tuwe makini, tuende sambamba. Ingawa tutakuwa tunatoa tarjama ya ujumla pasi na maelezo mengi, ili kuepusha darasa zisiwe ndefu, watu wakawa wachoka njiani. Kwa hivyo tuwe makini katika kufuatilia. Asema alhamdulillah, sifa zote njema zinamstahiki Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, sifa zote njema zinamstahiki Allah tabaraka wa taala, rabbil alamin, mola wa walimwengu wote. Rabbil alamin, mola wa ulimwengu wote au wa walimwengu wote. Wassalatu wassalam, wassalatu na rehma, wassalam na aman, ala ziwe juu ya sayyidil mursalina, bwana wa mitume. Sayyidil mursalina, bwana wa mitume. Sayyidi kwa maana ya bwana, al-mursalina wa mitume wote. Wa ala alihi, wa ala na juu ya alihi,
familia yake au vipenzi vyake, wa ashabihi na masahaba zake, ajma'ina wote kwa pamoja, ajma'ina wote kwa pamoja au kwa ujumla. Kwa hivyo alhamdulillah, sifa zote njema za mstahiki Allah tabaraka wa taala, rabbil alamin, mola wa ulimwengu wote au walimwengu wote, wassalatu wassalam, na rehma na aman, ala sayyidil mursalin, ziwe juu ya bwana wetu au ziwe juu ya bwana almursalina wa mitume. Kwa hivyo wassalatu wassalam na rehma na aman ala sayyidil mursalin, ziwe juu ya bwana almursalina wa mitume, au ziwe juu ya kiongozi wa mitume yote ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ala alihi, na juu ya familia zake, wa ashabihi na sahaba zake, ajma'ina kwa pamoja. Amma ba'd, amma baada ya hayo, amma ba'du, amma baada ya hayo asema fahadhihi, basi hii, fahadhihi, basi hii, risalatun, ni risala, risalatun ni risala, nafi'a yenye manufaa, nafi'a yenye manufaa au yenye kunufaisha, fima katika yale yote, yajibu yanayomwajibikia, yajibu yanayomwajibikia, ala al-insan, juu ya mwanadamu, ala al-insan, juu ya mwanadamu au juu ya mtu, an yuallima, kwamba awafundishe, an yuallima, kwamba awafundishe, asibiani, vijana wadogo au watoto wadogo, kabla ta'limihim, ya kuwafundisha wao, al-Qur'an, Qur'ani. Fahadhihi, basi hii, risalatun ni risala, nafi'a yenye manufaa, fima katika yale yote, yajibu yanayomwajibikia, ala al-insan, juu ya mwanadamu au juu ya mtu, an yuallima, kwamba awafundishe, asibiani, vijana wadogo au watoto wadogo, kabla ta'limihim, ya kuwafundisha wao, al-Qur'an, Qur'ani. Kuwafundisha nini hiyo? At-tauhid, namna kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Hata mpaka, hata mpaka, yasira wageuke na kuwa, yasira imetokana na kitenzi swara, hata yasira mpaka wageuke na kuwa, musliman wa muislamu, musliman muislamu au waislamu, kamilan kamili, waliokamilika, ala juu ya fitratil islami, ya fitra ya Uislamu. Tunaposema fitra kwa maana ya maumbile ya asili ambayo Allah tabaraka taala amemuumba nayo mwanadamu tangu kuzaliwa kwake, ndio maana ya fitra. Na dini hii ya Uislamu iko sambamba na maumbile ya mwanadamu ambayo Allah tabaraka taala ametumbia sisi. Kwa hivyo hata yasira, mpaka wageuke watoto hao, hata yasira mpaka wageuke na kuwa watoto hao, musliman waislamu, kamilan walikuwa kamili au sawasawa, ala fitratil islam, juu ya fitra ya Uislamu, kwa maana ya yale maumbile ya asili ya Uislamu. Wa muwahidan, na wawe wapwekeshaji, wa muwahidan, na wawe wapwekeshaji, jayidan walikuwa wazuri, ala tariqati al-iman, ala juu ya tariqati ya njia, al-iman ya iman, ala tariqati al-iman, ya njia ya iman. Kwa hivyo wa muwahidan, na wawe wapwekeshaji wa kumpwekesha Allah tabaraka taala, jayidan walikuwa wazuri, ala tariqati al-iman, juu au katika njia ya imani. Warataituhu, warataituhu imeandikwa risala hii au imepangiliwa risala hii. Kwa hivyo warataituhu imepangiliwa risala hii, ala tariqati, katika njia, tariqati kwa maana katika njia au mfumo, sualin wa maswali, wa jawabin pamoja na majibu. Warataituhu imeandaliwa au imepangiliwa, ala tariqati katika njia au mfumo, sualin wa maswali, wa jawabin pamoja na majawabu. Sualin awwal,
Hii ni namba moja. So sin kwa maana ya kifupi cha neno sualin. Kwa hivyo sin sualun awal, swali la kwanza. Idha qila laka, mtoto afundishwe hivyo. Idha qila laka, mambo haya ayajue. Idha qila laka, sema idha qila laka, pindi patakaposemwa kwako wewe. Idha, pindi, qila laka, patakaposema kwako, kwa maana ya pindi utakapoulizwa. Idha qila laka, pindi patakaposemwa kwako wewe, kwa maana ya pindi utakapoulizwa. Marrabuka, ni nani mola wako. Marrabuka, ni nani mola wako. Jawabun, jim kwa maana jawabun, kifupi cha jawabi. Kwa hivyo nasema jim jawabun. Faqul, basi sema, kwa maana mtoto afundishwe. Faqul, basi sema rabbi Allahu, mola wangu mimi ni Allah tabaraka wa taala. Watoto wetu wafundishwe hivyo. Faqul, basi sema rabbi Allahu, mola wangu mimi ni Allah tabaraka wa taala. Sualun, swali la pili. Wama maana rabbu, wama na nini maana ya rabbu, ar-rabbu. Wama maana na nini maana ar-rabbu, ya rabbu, kwa maana ni nani rabbu. Jawabun, waquli, nasema, waquli, nasema al-maliku ni mfalme, al-maliku ni mfalme au mwenye kumiliki, al-ma'budu mwenye kuabudiwa. Al-maliku al-ma'bud, mwenye kumiliki, mwenye kuabudiwa. Mwenye kumiliki, al-maliku mwenye kumiliki, al-ma'budu mwenye kuabudiwa. Wa maana na maana Allah, ya neno Allah, na maana ya Allah. Dhul uluhiyya, dhul uluhiyya, mwenye uungu. Dhul uluhiyya, Allah maana yake dhul uluhiyya, mwenye uungu. Wal ubudiyya, na mwenye kuabudiwa. Ala khilqihi, juu ya viumbe vyake. Ala khilqihi, juu ya viumbe vyake. Ajma'ina, vyote. Ajma'ina, vyote. Kwa hivyo Allah maana yake dhul uluhiyya, ni mwenye uungu. Wal ubudiyya, na mwenye kuabudiwa. Ala khilqihi ajma'in, juu ya viumbe vyake vyote. Swali la tatu asema fa idha qila laka, basi pindi patakaposemwa kwako wewe. Bima, ni kwa vipi au ni kwa namna gani. Ta'rifu rabbaka, umemfahamu mola wako. Bima, ni kwa vipi, ni kwa namna gani umemfahamu mola wako. Bima ta'rifu rabbaka, bima ta'rifu rabbaka, ni kwa vitu gani au ni kwa vipi au ni kwa namna ipi umemfahamu mola wako. Jawabun, faqul, basi sema a'rifuhu, nimemfahamu yeye. A'rifuhu, nimemfahamu yeye. Biayatihi, kwa ishara zake au alama zake. Wa makhluqatihi, na kwa alivyoviumba Allah tabaraka taala. Hii ni halipo ile neno, ni katika makosa tu ya uandikaji. Faqul, basi sema a'rifuhu, nimemfahamu yeye. Biayatihi, kwa alama zake au ishara zake. Wa makhluqatihi, na kwa alivyoviumba yeye Allah tabaraka taala, au na kwa alivyoviumba. Wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake au ishara zake. Wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake au ishara zake. Al-lailu, ni usiku. Wan-naharu, na mchana. Wash-shamsu, na jua. Wal-qamaru, na mwezi. Wa min makhluqatihi, na miongoni mwa alivyoviumba au na miongoni mwa viumbe vyake. Wa min makhluqatihi, na miongoni mwa alivyoviumba au na miongoni mwa viumbe vyake. As-samawatu, ni mbingu. Wal ardu, na ardhi. Wama fihima, wama na vyote. Fihima, vilivyomo katika viwili hivyo, kwa maana ya mbingu na ardhi. Kwa hivyo masala haya ama kitabu hiki cha Ta'limi Subyani Tauhid, kuwafundisha watoto wadogo tauhid, ni masala muhimu
ya watoto wetu kuweza kuwafundisha kabla ya kuwafundisha wao Qur'ani, kwa sababu tutakapowafundisha Qur'ani bila ya msingi wa tauhid, ndiko tutakuja kuona watoto waweza soma Qur'ani lakini hakuna ule utekelezaji wa maamrisho ya Allah tabaraka taala. Kwa hivyo ndugu yangu, nakukumbusha, ikiwa kuna faida wazipata katika darasa hizi, usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kushare. Kwa leo insha Allah tutaishia hapo. Allah tabaraka taala atakapowafikisha insha Allah darasa inayokuja tutaendelea kutoka hapa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.